Suratu Tahrim Madaniya 12 aya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajika. Wallahu ghafurur rahim. Ewe Mtume, kwa nini unaharimisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu kwako? Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, kwa nini unaharimisha alichokihalalisha Mwenyezi Mungu kwako? Tabtaghi mardhata azwaji, hali ya kuwa unataka radhi ya wake zako. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu pamoja na kwamba mtume alifanya aliyoyafanya, lakini hakumwita ya Muhammad, anasema ya ayuhan nabi. Amemwita kwa namna kubwa ya heshima ya kumheshimu mtume wake. Mara nyingi mtu akiwa amefanya jambo silo, unaweza ukamwita kwa jambo kwa lugha yani ya kumdunisha, lakini yeye pamoja na kwamba amefanya hilo alilofanya, lakini alimwita vile vile ya ayuhan nabi, hakusema ya Muhammad. Kuonyesha nini? Kumheshimu mtume wake, kumuonyesha sura ya heshima. Hakumkata jina mtume wake, pamoja na hayo aliyoyafanya ambayo anahitaji aelekezwe au alaumiwe, lakini hakusema ya Muhammad, alimwambia ya ayuhan nabi. Na an-nabii ni kama tunavyoelewa katika lugha, mtu mwenye cheo, mtu mwenye kupewa habari nzito, na ya ayuhan nabi. Kwa hiyo na hivyo ndivyo ilivyo katika Qur'ani yote. Mwenyezi Mungu hakumkata jina, yani hakumwita kwa jina mtume wake sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala alimwita kwa sifa yake fulani, kama hivyo ya ayuhan nabii kwa cheo chake, ya ayuhan rasul. Hii pamoja na la mtu akikufanyia jambo au kufanya jambo ambalo silo, lazima utaambia wewe nini, wewe bwana namna gani, unaelewa? Lakini kwa mtume kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake haikupita sura hiyo, kuonyesha mtume ni nani, na ili tunaonyeshwa sisi ili tuweze kumjengea mazingira ya heshima mtume wetu sisi. Kama mwenyewe Mwenyezi Mungu mahala pa lawama alimwita ya ayuhan nabi. Kwa nini unaharimisha ambacho Mungu kwa kuhalalishia, wewe unaharimisha vipi? Sasa kwa mtu mwingine alikuwa akatwa jina, lakini amemwita kwa jina la cheo kabisa, kuonyesha nini, jinsi gani Mwenyezi Mungu anamheshimu mtume wake. Je, sisi ndio wenyewe sasa. Hii ndio maana yake ya ayuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak
ewe Mtume, kwa nini unaharimisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu kwewe? Min amatika, ni katika ule mjakazi wako Maria Qibtiyya, ambao ni Maria Qibtiyya, yani kutoka kwa alichokihalalisha. Min amatika Maria Qibtiyya, kutoka kwa mjakazi wako ambaye ni Maria Qibti. Na ni jambo gani? Lamma waqa'aha, zamani Mtume alipomwingilia huyo mjakazi wake, fi baiti Hafsa, katika chumba cha Hafsa. Fi baiti Hafsa, katika chumba cha Hafsa. Hafsa ni binti Umar. Sasa Mtume alimwingilia huyo mjakazi wake Maria al-Qibtiyya katika chumba cha huyo Hafsa. Wa kanat ghaibatan, alikuwa Hafsa yuko mbali, hayuko, alitoka kidogo kwa chumba chake, akatoka kidogo akaenda huko alikokwenda. Fajaat, akaja huko alikotoka, huko alikokuwa yuko mbali, akarudi sasa, akaja. Washaqqa alaiha kaunu dhalika fi baitiha, likawa zito sana juu ya Hafsa kuwa hilo limefanyika katika chumba cha Hafsa. Washaqqa alaiha, likawa zito hilo juu yake, juu ya Aisha, juu ya Hafsa, kaunu dhalik, kuwa hilo la kufanyiwa watu huyo Maria fi baitiha, walimefanyika katika chumba chake. Wa ala firashiha, na pia juu ya tandiko lake. Kwanza chumba chake, alafu juu ya tandiko lake. Ile jambo likawa zito sana kwa mama Hafsa. Mtume afanya hili, kwa wanawake hilo si jambo dogo. Hilo bwana sio jambo dogo. Mtume pia alitiwa matatani kwa hilo, alilaumiwa. Sasa ikatokea hilo haitho hilo la kulaumiwa. Sasa hayo asingekuwa kitu, lakini sasa kilichotokea ni yeye Mtume kuharimisha kwamba basi kama hivyo sio tatizo, usizungumze, na kuanzia sasa Maria kwangu mimi nini haramu. Sasa hii itakuwaje? Jambo hilo sio kuzungumza tena, ni mimi na wewe, na kuanzia sasa Maria ni haramu. Sasa hili ndio leta tabu. Wale unaharimisha Maria nani, ifikie mpaka unaharimisha kwamba huyu tena basi ni haramu. Hili swala hili ila kuharimisha hivi lakini alifanya vile ili huku kutuliza hii fitna. Hali ya hewa imechafuka. Hali ya hewa imechafuka sana. Sasa kuituliza nini? Mwambie huyo haramu. Basi kuanzia leo huyo ya haramu. Hii ndio hali. Sasa lakini katuliza vibaya. Katuliza sura ya kuharimisha. Sasa hilo swala ndio Mwenyezi Mungu sana anamlaumu.
ndio haithu qulta haramun alai, wakati uliposema huyu Maria huyu ni haramu tena juu yangu, basi lakini kwa sababu kumtuliza mkewe Hafsa sio akaleta matatizo mengi talaka Mtume tuna talaka, Mtume hakuna neno ende mshfa sahibu sharia, wewe unataka nini tena? Kwa wewe itakuwa Mtume utamjadili hakuna kumjadili Mtume hapa. Kwa hiyo ndio ambiwa tabtaghi maradhat azwaji, hali ya kuwa unataka radhi za wake zako. Tabtaghi bitaharimiha, hali ya kuwa unataka kwa kumharimisha huyo Maria maradhat azwajika, radhi za wake zako, maana ridhahun wallahu ghafurur rahim. Pamoja na hayo Mungu anamwambia wallahu ghafurur rahim, tayari kwa Mwenyezi Mungu ni nini? Ni Mungu akusamehe, ameshakusamehe. Pamoja na hayo Mungu afanya nini? Amekusamehe na ni mwingi wa kurehemu. Basi ndio hiyo wallahu ghafurur rahim. Pamoja na hiyo lawama na nini ndio umefanya hayo, lakini haraka wallahu ghafurur rahim, ili asije akabaki na unyonge kwa Mwenyezi Mungu nimefanya jambo kubwa, lakini kuletwa msamaha haraka ni kuunga ile moyo wake, usije ukapata nini huzuni kubwa kwamba kumbe nimefanya jambo kubwa na sasa Mwenyezi Mungu sio itakuwaje. Akaleta haraka wallahu ghafurur, basi usiwe na wasiwasi pamoja na hayo uliyofanya, lakini Mwenyezi Mungu ni ghafuru rahim, msamehe. Maana ghafara laka hadha tahrim, unaona amekusamehe kuharimisha huko, basi Mungu amefutilia mbali kosa hili, basi Mungu amefuta. Basi baada ya hapo, baada ya alama hiyo na yeye kusamehewa kama hivyo, maana ashasamehewa, ndio ikaja sasa qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Hapa sasa inapangwa sheria ya mtu anayefanya hivyo. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, hakika amefaradhisha Mwenyezi Mungu kwa nyinyi kufungua yamini zenu, yani kuzihalali, kulifungua zile kifunguo cha yamini zenu. Mtu shapa yamini haufungukani nayo mpaka ufanye hilo, ndio tahillata imani, kufungukamana na yamini zenu. Qad faradallahu lakum, hakika amefaradhisha Mwenyezi Mungu kwenu, ndio sharaa. Faradha kwa maana sharaa, amewekeni sharia. Tahillata imanikum, kufungukamana na yamini zenu. Unaeleka kufungukamana na nini? Na yamini zenu. Bitahaliliha, ndio kwa kuzifungua yamini hizo. Bil kafaratil madhkura, kwa kafara lilotajwa. Limetajwa wapi? Fi suratil Maida, katika suratil Maida. Meleka hivyo kafara limetajwa huko katika suratil Maida. Wa minal aiman, nani katika yamini pia taharimul ama, kule kumharimisha ule mjakazi, ni katika hizo yamini. Yani kule kumharimisha ni kama ni yamini tayari, kwa hiyo inahitaji ifunguliwe. Wa minal aimani, nani katika hizo yamini taharimul ama, kumharimisha ule mjakazi. Ndio maana ikaja
qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum. Maana hapa hapana tahallata iman kiapo, lakini ile kuharimisha tayari kiapo. Inakuja swali, je, pamoja na hayo kwamba yamini kama hizo na kuharimisha ni katika hizo imani, katika yamini, na kumewekwa kufungua zile yamini kwa kulipa kafara. Swali, wahal kafara sallallahu alaihi wasallam, je, alitoa kafara Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kufungua hiyo tahillatan aymani? Amelipa kafara? Swali liko hapo. Qala Muqatil, amesema Muqatil kujibu swala hili, asema a'taqa raqabatan fi taharimi Maria, aliacha mtumwa ndio raqaba katika kumharimisha Maria. Hilo ni kauli ya nani? Muqatil katika wanazuoni, katika maswahaba na nini. A'taqa raqabatan fi taharimi Maria, ameacha huru, ameacha shingo, yani mtumwa, kumwacha huru ndio a'taqa, amemwacha huru mtumwa katika kumharimisha Maria, ndio kafara hilo. Meleka, hayo ni maneno kutoka kwa nani? Muqatil, yeye asema hivyo. Waqala al-Hasan, amesema al-Hasan Basri, lam yukaffir, hakutoa kafara, hakutoa kafara. Kwa nini? Liannahu sallallahu alaihi wasallam maghfurullah, kwa kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesamehewa. Pale alipoambiwaje? Wallahu ghafur. Kwa hiyo tukenda na kipengele hiki wallahu ghafur rahim, hakulipa kafara kwa sababu tayari shasamehewa. Maana ukisema kwamba akalipa kafara, bado ile wallahu ghafur rahim hajafanya kazi. Amesamehewa nini sasa? Na huko analipishwa. Kwa hiyo al-Hasan Basri asema yeye kasamehewa, hakulipa kafara. Lam yukaffir liannahu sallallahu alaihi wasallam maghfurullah. Kwa hiyo katika njia mbili hizi basi nzuri ni hii aliyoipita nani? Hasan Basri, kwamba hakulipa kafara, amesamehewa basi. Wallahu maulakum wa huwa al-alimul hakim, Mwenyezi Mungu ndio maulakum, ndio mwenye kuwanusuru. Maula ina maana nyingi, ndio mola wenu, ndio mwenye kutawalia mambo yenu, yeye maulakum. Halafu ndio mwenye kuwanusuru, inakuja maana ya nasirukum, ndio mwenye kuwanusuru, yeye maula. Kwa hiyo kapita kwa njia hii. Wallahu maulakum, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuwanusuru. Nasirukum, kuwanusuru kama hivi, kuwatoa katika jambo kama hili, viapo kama hivi, unatakiwa mlipe kafara na nini, ndio nusura yenyewe. Wallahu maulakum, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuwanusuru. Wa huwa al-alimul hakim, na yeye ndiye mjuzi mwenye hikma. Kwa hiyo katika kauli hizi zilizopita hapa kwamba aliacha huru, ndio wanazuoni wapitia humo. Katika kauli hizi Muqatil asema kaacha huru, na huyo Hasan Basri asema kulipa kafara. Basi wanazuoni wampita, wengine asema alipa kafara, wengine asema hakuna kulipa kafara. Basi wanazuoni wapitia kwenye sehemu hiyo.
katika hashia katika hashia ndio hiyo kasema wamefika wanazuoni katika sehemu hizo hizo. Wanazuoni wametembea katika kauli hizi, wengine wameshika huyu, wengine hivi. Wanazuoni wote wakenda kwa Shafi atakueleza amepita ya nani, kaenda kwa Malik atakueleza nani kapita hivi namna hiyo. Ule sawa. Hii ndio inaitwa taujihi. Taujihi nizo kuelekeza ile kwamba kufanya hivi wajihi wake nini. Hizo ndio nyajihi ambazo wanazo. Sio kuna nyajihi ambazo wanazoona ziko katika sura hizo, kwamba hii wajihi wake nini kwa kufanya hivi, wajihi wake kadha ile labda kwa sababu ya kushukuru ndio lazima lipe kafara, sababu kasamehewa. Wengine hivi, wengine achukua kwamba ambazo kasamehewa hakuna haja. Hizo ni auju za wanazuoni. Hizo ni nyajihi ambazo zinatokea baada ya hapo. Baada kusema kalipa, ndio kalipa. Huko kasamehewa. Sasa itakuwaje alipa? Labda ni kwa sababu ya kushukuru, unapata wajihi huo. Umeelewa? Zile ni auju zinazojitokeza baada hivi. Maana huko kuna Allah wafurahi, lakini huko katili asema kalipa kafara. Sasa tulinganisha vipi maneno haya? Mungu asema huko samehe, lakini mukatili asema kalipa kafara. Hata sasa tufanyaje? Asema basi labda wajihi wa yeye kulipa kafara ni kushukuru, lakini itabaki vile vile wallahu ghafur rahim. Lakini kwa sababu na yeye kasamehewa, basi hoja alipe kafara hivyo hivyo kushukuru. Hizo ni aujuhi zinatokea hivi. Ndio namna yake. Kwa hiyo ukienda katika muhashi ataeleza hayo yote, kwa sababu tuko katika tafsiri tu ndio tumeelekeza hapo. Tunakwenda kwenye habari zenyewe sasa. Hapo ilikuwa ni namna gani hivyo ilikuja kulaumiwa na nini, na kwamba basi Mwenyezi Mungu ameweka utaratibu huo haya wa kutoa kafara. Na yeye ndio mwenye kuwanusuru kutokana na hilo pia. Sasa hapa ndio anaeleza, wa idha asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. Kumbuka wakati aliposirisha mtume kwa baadhi ya wake zake mazungumzo, habari zinakuja sasa. Yule Hafsa aliambiwa usizungumze, hili iwe siri kati yangu na mimi, basi imekwisha. Lakini siri itakuwaje? Ukishamweleza mtu na yeye ana mtu wake wa siri, atamweleza, anamwamini kwamba huyu mtu ni msiri wangu, na huyo naye ana msiri wake. Hiyo habari tayari tumeshaenea, si siri tena. Anasema ni siri, sawa, amepokea, lakini na yeye atakuwa na mtu ambaye ni msiri wake. Akimwambia atamwambia siri hii, sio kazo na ule naye ni vile
ni siri tayari itakuwa imelea, sio siri tena. Siri ile ambayo wewe hujazungumza na mtu bado uko nayo hapo, hiyo ndio siri. Lakini ukishazungumza tayari, hiyo si siri tena. Wadhkur idha sarra nabii, kumbuka wakati aliposirisha mtume, ila alipozungumza kwa siri mtume, ila baadhi azwaji, kwa baadhi ya wakeze, hiya Hafsa. Ni nani? Hafsa. Haditha, aliposirisha mazungumzo, huwa taharimu Maria, mazungumzo ya siri yenyewe ni kuharimishwa kwa nani? Kwa Maria. Alipoambia usizungumze huyu kuanzia sasa haramu kwangu, basi achana na haya, hiyo siri yako ukisha ndazungumza. Umeelewa? Hiya taharimu Maria, ndio kuharimishwa Maria. Waqala laha la tufshi, mtume akamwambia Hafsa, la tufshihi, usije ukaitangaza. Hii habari hii ni mimi na wewe basi. La tufshihi, usitangaze. Falamma nabat bihi wa adhharahu Allahu alayhi, zamani alipoizungumza yule Hafsa bihi, habari hiyo, bihi arudia ile habari, kamzungumza nani? Aisha, sababu yeye Hafsa jamaa yake wa karibu nani? Aisha. Hao ni watoto wawili wa masahaba wakubwa. Huyo Aisha na Abubakar na Hafsa ni wanani? Ni watu wako pamoja, siri zao wanajua. Umeelewa? Hawa ni watu wako pamoja pamoja. Walikizungumzwa kwa huyo lazima tutamfikia hivi. Hawa ni watoto wawili wa masahaba wakubwa. Kwa hiyo falamma nabati bihi Aisha, zamani alipoizungumza habari hiyo kumzungumza Aisha yule Hafsa, sasa dhannan minha, hali ya kudhania kutokana na yeye, Allah haraja fi dhalik, minha inarudia nani? Hafsa. Dhannan minha, hali ya kuwa ni mwenye kudhania, kwa kudhania kuna kutokana nini? Hafsa. Umeelewa? Allah haraja fi dhalik, kwamba hakuna vibaya katika kulieleza hili, kumweleza na Aisha. Umeelewa uzuri hivi nilivyokwenda hivi. Hapa faili wa nabat ni nani? Hafsa. Bihi au ile habari, alafu Aisha ndio aliyouza mafuli. Dhanna minha, kwa kudhania kuna kutokana na yeye yule Hafsa, Allah haraja, kwamba hapana vibaya fi dhalik, katika hilo. Alidhania kwamba hilo jambo nikimweleza huyo hakuna ubaya wowote, ndio sura yake. Alimzungumza kwa sura hiyo kwamba nikimweleza huyo itakuwa hakuna vibaya. Wa dhaharahu Allahu alayhi, basi akaidhihirisha Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake, juu ya ule munabba, asema alai, akamtokezea mtume wake Mwenyezi Mungu alai, juu ya lile lilotolewa lilo juu. Wa adhharahu Allah, hi adhharahu,
hii dhamiri adhaharahu inamrudia nani? Mtume. Wa adhaharahu Allah, akamdhihirishia, yani akamtokezea mtume wake Allah, Mwenyezi Mungu, alaihi, juu ya hiyo habari hiyo iliyoelezwa na nani? Na Hafsa, kumweleza Aisha, ili alimtokezea mtume, akatokezewa na Mola kwamba ya habari uliosema Yasiri, mwenzako Hafsa tayari keshamzungumzia nani? Aisha. Usije ukaona hiyo nsiri tena, imeshazungumzwa huko. Aisha anayo tele habari, jambo hili analo tele. Umeelewa? Ndio adhaharahu Allahu alayhi, akamtokezeshea, akamdhirishia Mwenyezi Mungu juu ya ile habari iliyojuzwa. Alaihi almunabba bihi, almunabba bihi ni ile habari, juu ya ile habari ambayo imejuzwa. Ndio wasema ni yule aliyejuzwa, ambaye ni nani? Basi ndio hiyo ala almunabba bihi wa huwa taharimu Maria, ndio ala almunabba bihi. Munabba bihi ni ile ambayo tayari Hafsa alipeleka kwa nani? Kwa Aisha. Umeelewa? Kwa hivyo arafa ba'dahu, mtume alimfahamisha baadhi ya ile habari. Arafa ba'dahu ni mtume sasa, baada ya kutokezeshewa, kufahamishwa kwamba tayari habari, ndio arafa ba'dahu, alimwelezea baadhi yake, alieleza baadhi yake li Hafsa, kumwelezea nani? Hafsa. Wa a'rada an ba'd, na akapanyongo baadhi nyingine, yani baadhi alimfahamisha huyo Hafsa na akaipanyongo baadhi nyingine. Arafa ba'dahu, alimfahamisha baadhi yake, hiyo baadhi yake ya kuharimisha ule, na haya ni mtume ndiye ambaye kajulisha baadhi ya ile habari li Hafsa. Arafa ni mtume kafahamisha baadhi ya ile habari li Hafsa, kwa Hafsa, halafu a'rada an ba'd, na akapanyongo baadhi nyingine akudhihirisha. Inakuja sawa? Anaifahamu. Haya mazungumzo alikuwa na sura mbili. Sura ya kwanza ndio hiyo ya kuharimishwa kwa nani? Kwa Maria. Lakini halafu kuna sura nyingine ambayo mtume aliongezea kumwambia, halafu usitoshe baba yako Abubakar na Umar, Abubakar yani Abubakar na Umar, hao watakuwa ni makhalifa wangu juu umati wangu, ni makhalifa wangu juu umati wangu. Haya ndio mazungumzo ambayo amezungumzwa mtume na nani? Na Hafsa. Amwelezea mazungumzo aina hizi mbili, kwamba huyo Maria ni haram, na halafu huyo Abubakari na Umar, hawa watakuwa ni makhalifa wangu baada yangu.
habari zilikuwa ni hizo. Hiyo hadithi yenyewe ilikuwa imechukua sehemu nafasi mbili hizo. Aliposema wa idha sarra an-nabiyyu ila baadhi azwaji haditha ni mazungumzo ambayo alikuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kumharimisha Maria na sehemu nyingine ni kumpa taarifa kwamba Abubakar na Umar watakuwa ni makhalifa wangu baada yangu. Hii ndio sura iliyotokea hii. Kwa hiyo sasa hayo Hafsa akayachukua, ndio falamma nabati bihi, zamana alipompa habari kwa mazungumzo hayo Aisha alimweleza kuhusu habari ya tahrim, dhanna minha an la haraja fi dhalik wa dhaharahu Allahu alayhi, akamtokezeshea mtume wake Mwenyezi Mungu juu ya habari hiyo. Atlaahu, alimfahamisha Mwenyezi Mungu juu ya habari. Ala almunabbai bi, juu ya ile habari ambayo imetolewa, juu ya ile habari, juu ya ile jambo lilotolewa habari. Ndio ala almunabbai bi, juu ya ile jambo lilotolewa habari. Unaelewa? Sasa arafa baadahu wa arada an baadhi. Kwa hiyo akamfahamisha baadhi yake. Arafa baadahu li Hafsa, akamfahamisha baadhi yake kwa Hafsa. Wa arada an baadhi takaruma minhu. Kwa hiyo alimfahamisha kwamba wewe ulimwambia Hafsa habari hii, ulimwambia Aisha habari hii. Hiyo aradha an baadhi ni kwamba mtume hakueleza wakati wa kumwambia yule Hafsa kwamba wewe umeeleza hizi habari, umwambia Aisha kadha kadha. Yale mengine ya kwamba Abubakari na Umar watakuwa nini, yale hakumwambia wakati wa kumwambia, wakati wa kuzungumza na Hafsa kuhusu habari hizi. Na wenyewe wamezungumza kwa siri, lakini mtume akaja kumwambia wewe ulizungumza kadha 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 na Aisha. Ameni kuambia hayo si atungu, lakini umezungumza naye 1 2 3. Lakini katika mazungumzo ya kuzungumza na Hafsa sasa kamzungumza jambo moja tu, kwamba wewe ulimwambia Aisha kwamba mimi nimemharimisha na Maria, lakini habari nyingine ya kwamba atakuwa baba yake na nani atakuwa ni makhalifa, ile hakumzungumza, hakumlaumu tena. Umeelewa? Ndio hiyo a'rada an ba'd, akapuuza ile baadhi nyingine, lakini takaruma minhu, kwa takrima yake, kwa uzuri tu, kwamba basi nisimzungumze na haya, kwa sababu ukizungumza na haya nayo yataenea. Kwa takaruma minhu. Meleka hiyo baadhi nyingine ambayo ameipa nyongo ni ile ya kwamba Abubakar na Umar watakuwa makhalifa baada yake. Ile hakumzungumza, hakurudia kwa Hafsa, alimzungumza hayo mamoja tu. Ndo arafa baadahu wa arada an baadhi, alimfahamisha baadhi yake huyo Hafsa, na akina akapanyongo baadhi yake. Takaruma minhu, kwa kutukuza hiyo baadhi nyingine, kwa takrima, yani kwa kuona kwamba isije ikatangaa hiyo baadhi nyingine kabili hakumlaumu nayo hiyo. Sasa falamma nabaha bihi, alipomfahamisha Hafsa habari hii kwamba umetangaza hiyo habari hii, umeelewa? Falamma nabaha, dhamiri laudiana hii Hafsa bihi, kwa hii habari.
zamana alipomfahamisha kwa hii habari, alipomfahamisha Hafsa habari hii kwamba wewe pale tuliposema usitangaze, wewe umemwambia Aisha. Unaelewa? Qalat, alisema na Hafsa akasema, man ambaka hadha, ni nani aliyekupa habari hii? Amwambia Mtume, aliyekupa habari hii ni nani? Na wakati wenyewe alikuwa Hafsa na Aisha wenye siri huko, wamejificha. Lakini leo Mtume anatupa habari ile ile niliyokuwa na mimi na aliyekupa habari hii ni nani? Yani mazungumzo haya ni kwa mimi na Hafsa tu, mimi Hafsa na Aisha tu, nilikuwa na Aisha tu. Sasa huyo aliyekupa habari kwamba mmezungumza naye ni nani hapa? Si malaika? Siri yao wenyewe. Kiasi kwamba mtu yoyote aweza akajua, lakini leo Mtume anatueleza yale yale aliyozungumza mimi na nani. Sasa huyu malaika uzuri ndio falamma nabaha bi, zamani Mtume alipomfahamisha Hafsa habari hii, qala, alisema, huyo ni Hafsa huyo, man ambaka hadha, ni nani aliyekupa habari ya jambo hili? Nani alipa habari hii? Qala nabaani al-alimu al-khabir, Mtume akasema amenijuza nani? Al-alimu al-khabir, yeye mwenye ujuzi, mjuzi, mwenye ilmu, mjuzi. Manake Allah ndiye alinifahamisha kwamba wewe umezungumza na Aisha. Qala nabani al-alimu al-khabir, sema amenijuza yule alimjuzi wa mambo yote, al-khabir, mjuzi. Aillah au aillah, malaika. Nafikiri hapa mlolongo hapa mzunguko hapa mkaa vizuri. Kwa hiyo akaendeleza Mtume, akaendeleza, kwa hiyo wewe sasa na ule shoga wako wewe Hafsa, wewe na ule shoga wako, shoga yake nani? Aisha. Wewe na ule shoga yako intatuba, mkitubia ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu, basi itakuwa mmefanya vizuri. Intatuba, mkitubia, ay Hafsa tu wa Aisha, Hafsa na Aisha, mkitubia ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu, faqad sagat qulubukuma, na hali ya kuwa zimepondoka nyoyo zenu. Zimepondokea nini? Ila taharimi Maria, na hali hakika zimepondoka nyoyo zenu, yani zimepondokea kabisa, yani zimekubaliana moja kwa moja kuharimishwa kwa Maria. Ndio wakati ndio hiyo faqad sagat qulubukum, mkitubia hali hakika zimepondokea nyoyo zenu, ila taharimi Maria, ndio malat ila taharimi Maria, zimepondokea kuharimishwa kwa Maria. Sirrakuma au sirrikuma, ambao hiyo ndio siri yenu iko hiyo. Sirrakuma, siri yenu. Sarrakuma, ambalo hilo sarrakuma dhalika, limewafurahisha hilo. Ai sarrakuma dhalika, manake limewafurahisha hilo. Ma karahati nabii, pamoja kwamba Mtume mwenyewe amechukia. Hii sarrakuma manake ni kufurahisha, jambo ambalo hilo la kuharimishwa Maria, umeelewa? Sarrakuma dhalika, limewafurahisheni hilo. Ma karahati nabii, pamoja na kwamba Mtume amechukia
makarahati Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahu, pamoja na kulichukia mtume hilo. Wadhalika dhambu, na hilo ni dhambi. Maana yake kuwafurahisheni jambo ambalo mtume amelichukia, hilo ni dhambi. Ndio maana akamwambia intatuba ila Allah, mkitubia kwa Mwenyezi Mungu kutokana huko mnakofurahia nini, ambao ni kuharimishwa Maria, na hilo jambo limewafurahisheni nyinyi, pamoja na kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amelichukia hilo. Wadhalika dhambu, na hilo ni dhambi. Hilo la kufurahikia jambo ambalo mtume mfanya nini, amelichukia, hilo ni dhambi. Ndio hiyo intatuba hilo. Wajabu shati mahdhuf, jawabu ya shati hiyo ni mahdhuf, ile intatuba maana yake tukubala, mtakubaliwa. Umeelewa? Mtakubaliwa. Nafikiri imeeleweka. Wa atlaqa alquluba au utlaqa alqulub, lakini utlaqa qulub au atlaqa qulub, ametaliki nyoyo hapa ala qalbaini, juu ya mahala pa nyoyo mbili. Wa utlaqa qulub, imetalikiwa qulub ala qalbaini, juu ya nyoyo mbili. Utlaqa qulub maana amesema faqad saghat qulubukum, ambapo ilikuwa aseme faqad sagha qulubakuma, qalbakuma, ilikuwa aseme faqad sagha qalbakuma, faqad sagha qalbakum, asema faqad saghat qulubukum. Ndio utlika qulubu, tumetalikiwa quluba ala qalbain, juu ya mahala pa qalbain, ikatajwa ile, haikutajwa qalbaini hapa. Wala yu'abbir bihi, na hakutamka kwa hilo hiyo qalbakum, hakutamka kwa hilo. Istithqal aljamu baina tathniyatayn, kwa ule uzito wa jamu kati ya tathniya mbili. Kuleta jamu kati ya tathniya mbili, yani kukusanya. Istithqal aljamu, kwa ule uzito wa kukusanya baina tathniyatayn, kati ya tathniya ngapi? Mbili. Pana uzito sana wa kukusanya tathniya mbili mahala pamoja. Umeelewa? Ndio istithqal aljamu, kwa ule uzito wa kukusanya baina tathniyatayn, kati ya tathniya mbili. Fima huwa, katika mahala ambapo hapo kalimatil wahida, ni kama tamko moja. Ndio maana ikaja jamu. Sasa faqad saghat qulubukum, sasa ulete qalba alafu kuna dhamiri ile, hii kuzikusanya hizi kwa mahala pamoja zinakuwa nini? Ni uzito. Kuna ile kuma dhamiri, kuna alafu qalba tathnia tena. Kwa hiyo afadhali hiyo ndio ikaletwa faqad saghat qulubukuma, mahala pa ambapo ni mahala pa miwili, lakini ikaletwa jamu kwa sababu hiyo. Ndio uzuri ndio utlika qulubuna ala qalbayn walam yu'abbir bihi au lam yu'abbar bihi لاستثقال الجمع بين التثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. Hiyo ni mambo ya Kiarabu hayo, kwanza ya nahwu hayo. Tunarudi kwenye somo letu. Ila Allah, mkitubia kwa Mwenyezi Mungu, faqad saghat qulubukuma, na hali zimepondokea nyoyo zenu kwenye kuharimishwa kwa hiyo Maria, jambo ambalo sarakuma dhalika, limewafurahisha hilo. Makarahati Nabii sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam lahu, kulichukia jambo hilo. Wadhalika dhambu, na hilo ni dhambi. Kwa hiyo tukubala, mtakubaliwa. Wa intadhahara, na mkisaidiana
juu ya hilo kwamba sasa mwasaidiana ili muendelee kumtukiza mtume, ili muendelee na hiyo jambo lenu. Wa intadhara, mkisaidiana nyinyi watu wawili, alaihi, juu ya mtume, fima yakrahu, katika lile analochukia, kasaidiana mkaona ngoja tuliendeleza, basi hiyo ndio wa intadhara. Mkisaidiana biidghami ta'i thaniyati fil asli tadhahara, ikiwa hivi wa intadhahara na kuna intadhahara ana fi dhai wa fi qira'atin biduniha ndio tadhahara. Kuna tadhahara na kuna nini tadhahara. Mkisaidiana maana yake tataawana ala, juu ya mtume, maana juu ya jambo linalomkasirisha, linalomchukia mtume, linalomchukia, ndio maana ya alaihi. Ila ala ni jambo linalomkasirisha mtume au linalo alaihi malaka fima yakrahu, katika lile analolichukia. Fa inna Allaha maulahu, haika Mwenyezi Mungu huwa maulahu, yeye ndiye mwenye kumnusuru. Huwa faslun, maana yake dhamiru fasl. Fa inna Allaha huwa maulahu, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kumnusuru mtume wake, nasiruhu. Wa Jibrilu, na Jibrili pia yumo atamnusuru. Wa salihul mu'minin, na wale waliokuwa wema katika waumini. Wa salihul mu'minin, na wale waliokuwa wema katika waumini. Ni kina nani hao? Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhuma. Maatufun ala mahali ismi in, imeutufishwa juu ya mahali pa ismu inna. Hii wa Jibrilu wa Salih imeutufishwa juu ya mahali pa ismu inna, maana yake ni fa inna Allah. Kwa hiyo ikawa wa Jibrilu, na kama sipoangalia mahali, tungeangalia lafudhi la lafudhi jalala, ungesemaje? Wa Jibrila. Ukiangalia lafudhi jalala itabidi useme wa Jibrila, lakini kwa kuangalia mahali pa ismu ya inna, mahala pake kabla ya kuingia inna ilikuwa nini? Rafu mubtada. Kwa hiyo ndio maana wa Jibrilu wa salihul mu'minin, na wale waliokuwa wema katika waumini, Abu Bakar na Umar. Unaelewa? Fayakununa nasirihi, watakuwa wote hao ni wenye kumnusuru mtume. Fayakununa nasirihi, watakuwa Mwenyezi Mungu, Jibrili na wale salihul mu'minin, wote hao nasirihi, ni wenye kumnusuru na mtume. Pia istoshe wal malaikatu baada dhalika dhahir, na malaika baada ya hapo nao wenye kusaidia vile vile. Habari imekuwa kubwa, habari kubwa sasa. Habari imekuwa nzito sasa. Wal malaikatu baada dhalika dhahir, na malaika baada ya hapo nao ni wenye kusaidia. Hao pia watasaidia. Awan, zawahir, dhuhara. Maana ya dhuhara ndio hiyo, ni wenye kusaidia. Dhahir ndivyo ilivyo, lakini maana yake ni dhuhara, sababu hiyo ni ismu tafdhil, inasilihi kwa moja, wengi, wawili, dhahir, lakini maana yake dhuhara. Awanullah, malaika pia ni kumsaidia fi nasrihi alaikuma, katika kumnusuru mtume juu yenu. Malaika hii ni kuziba kabisa, wasije wakafanya hiyo habari, umashwa kabisa wa Mwenyezi Mungu. Na kama hivyo, yani wasije tena kurudia habari.
wote hao wamnusuru mtume, mtabaki nini? Mimi mtafanyaje na watu wawili mliobaki nyinyi? Unaelewa? Basi ikaendelea, asa rabuhu, wenda bwana wake. Yote ni kuonyesha utukufu wa Mtume Muhammad sasa. Usinyongeshwe na watu wawili tu wale, hapana. Wamtio iwe akirihishwe na watu wawili. Sisi tutakaye kwa jeshi lake sisi. Habari kama hiyo, wewe Mtume unamuonaje kwa habari hiyo? Ni mtu wa kuchezewa kweli? Haitoshi sasa, asarabu, wenda bwana wake, in talaqakum, akiwaacheni nyinyi wote. Maana talaka nabii azwaja, akiwaacha mtume wake zake wote. Asarabu in talaqakum, wenda bwana wake akiwaacha nyinyi, an yubdilahu au an yubaddilahu, an yubdilahu azwajan khaira minkum, kumbadilishia wake bora kuliko nyinyi. Hiyo ni khabaru asa wa jumla tujabu shart. Malaika. Kwa hiyo inaweza ukasema yubadilahu na yubdilahu. Malaika. Asa rabu, wenda bwana wake, in talaqakuna, akiwaacheni nyinyi. Talaqa nabii azwajahu an yubadilahu au yubdilahu azwajan khairan minkum, wake bora kuliko nyinyi. Lakini walam yaqa tabdil, hakukupatikana kubadilisha. Tume hakubadilisha, pamoja na kwamba asa iko hiyo. Asa ndio maana ikatumika asa, huenda kama mwenyewe atataraji, huenda. Kwa hiyo mara nyingi tunaambiwa asa katika maneno ya Mwenyezi Mungu ya tahakuki, lakini hapa wanasema ni baadhi yao wanasema hii ni takhawif, hii kukhofisha, kuatia hofu. Walam yaqa tabdil, hakukupatikana kubadilisha, ni adami wuqua shart, kwa kule kupatikana, kwa kule kukosekana kutoka sharti. Sharti ni nini? Sharti ya tadhahara wa in tadhahara. Hapa wasemaje? In talaqakunna, kwa sababu talaka haikupatikana, kwa sasa hakuna kuacha, hakuna kuwa aliwacha. In talaqakunna, akiwacha. In ni shatia. In talaqakunna asa yubdilahu au yubadilahu. Kwa hiyo sasa hakuacha, kwa hiyo tabdili sasa haikupatikana. Ndio wala miaka tabdil la adam yuko sharti. Muslimatin, aliyakuwa wanawake hao ni Waislamu, muqirratin bil Islam, wenye kukiri Uislamu. Mu'minatin, muumini. Mukhlisatin, wenye kufanya ikhlasi katika imani zao. Qanitatin, wenye kumtii Mungu, ndio wacha Mungu. Muti'atin, kutii. Taibatin, kutubia. Abidatin, kuabudu. Saihatin, wenye kufunga. Maana saiha ndio hiyo, wenye kufunga, na kufunga nao ni ibada kubwa. Au muhajiratin, au maana ya kwamba ni muhajiratin. Saih kwa sababu saa manake nene kutembea, kwa hiyo ndio muhajiratin. Sajibatin abukara, wanawake wakuu na ambao ni mabikra. Sajibatin, wanawake wakuu na sajibu wale wabukara na mabikra, wale ambao ni wanawali. Kwa hiyo hapo
tutaishiria hapo, lakini somo letu ndio hilo. Tumeishiria hapo.